إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه حر ما يمين وارحمني اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها إخوة أعزاء أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقال الله تعالى في محكم كتاب العزيز بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasa na kumtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na maswahaba zake kwa ujumla na waislamu wote walio hai na waliotangulia, inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na akatuingize peponi kwa rehema zake. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama kwa hakika wamefaulu wale ambao waliomcha Mwenyezi Mungu katika haki ya kumcha. Ndugu zangu katika imani, hotuba yetu ya leo itasimama katika msingi wa maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyoyazungumza katika suratul Waqi'a. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha safari ya mwisho ya mwanadamu katika kuondoka katika dunia hii na kuelekea katika maisha ya kiakhira. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuyasikilize kwa makini maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yanazungumzia tukio ambalo kila mmoja wetu katika sisi atakutana nalo, iwe kwa hiari iwe kwa lazima. Mahma kana itakavyokuwa ni kwamba hali hii kila mmoja katika sisi atakutana nayo. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwenye akili iliyotulia, mtu mwenye akili timamu ni yule ambaye mwenye kuihesabu nafsi yake kisha akafanya mambo ambayo yatakayokuja kumfaa baada ya kufa kwake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaula idha balaghatil hulqum, mwaonaje nyinyi wanadamu pindipo mmoja wenu anapofika katika wakati wa mwisho wa kutoka roho kwake, kipindi ambacho roho imevutwa kutoka kwenye nyayo ikapumzishwa kwenye magoti, ikatolewa kwenye magoti ikaje ikapumzishwa kwenye kitovu, ikatoka kwenye kitovu ikafika katika koo, katika final stage, wakati wa mwisho kabla mwanadamu huyu hajaondoka na kuelekea katika maisha ya kiakhira. Wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi mkiwa mmesimama mnamwangalia ndugu yenu, hamna cha kufanya tena katika wakati huo. Simu zinapigwa kuelekea Dar es Salaam, simu zinapigwa kama kuelekea sijui pahala gani, kila mmoja anatoa taarifa ya mgonjwa kwa mazingira gani aliyokuwa nayo. Wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi mkiwa mmesimama mnamwangalia ndugu yenu, mmekwisha kumkatia tamaa katika wakati huo. Allah anasema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, sisi tuko karibu zaidi na mtu huyo ambaye anaelekea katika kufa, kwamba sisi tunajua zaidi kwamba mtu huyu anakuelekea ni wapi baada ya kuondoka katika maisha haya ya kidunia. Ndugu zangu, hii ni safari.
na safari inahitaji maandalizi, na safari hii si miongoni katika safari kama safari tulizozizoea katika mazingira ya kidunia. Tunapoizungumzia safari ya kuelekea akhira, ni miongoni katika safari nzito, na ukitaka kujua uzito wa safari hii, rejea katika tarehe ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zama wakati roho inamtoka Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanyua mdomo wake kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwambia Allahumma hini bi sakaratil maut, ya Rabbi, kwa hiki ninachokutana nacho katika kutoka roho, mimi ni bingwa wa subra, nishapigwa mawe katika Taif, ikafikia pahala mpaka viatu vyangu vikaroa damu. Malaika Jibrili alikuja akauliza niwafanye nini watu hawa, mimi nikawaambia kwamba watu hao katika migongo yao vitatoka vizazi vitakavyokuja kunusuru Uislamu. Nishapigana vita vya Badri, nishapigana katika vita vya Uhud, nikang'olewa meno, na ikafikia pahala baadhi ya panga zikaingia katika mwili wangu, lakini kwa hiki ninachokutana nacho kwa kutoka roho, ya Rabbi, nipunguzie. Haya si maumivu ya kawaida ya Rabbil Alamin, nipunguzie uzito wa kutoka roho. Huyu ni mtume aliyekuwa hana dhambi, huyu ni mtume aliyekuwa mbora kwetu. Nani katika sisi mwenye kumzidi daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuna watu wanamzungumza mtume wakisema Muhammadun tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha in kana lil akhlaqi lukunun kainun fi hadhihi dunya fa anta albani ya Rasulullah. Ambaye mtume huyu kwetu sisi ni rahma. Siku aliyokuwa akitoka roho alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, nipunguzie uchungu wa kutoka roho katika hiki ninachokutana nacho. Je, Muislamu mimi na wewe tujiulize, ambaye kila siku tunafanya madhambi kwa bahati mbaya au kwa makusudi, Muislamu mwenzangu, itakuwaje siku hii ambayo tutamuona malakul mauti katika jicho la dhahiri shahiri pasipokuwa na pazia namna yote katika wakati huo? Allah anasema wa antum hina idhin tandurun, kipindiko na nyinyi mmekaa mnamtizama, hamna cha kufanya. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, lakini nyinyi katika wakati huo hamjui chochote. Mungu anasema falaula in kuntum ghayra madinin, basi ikiwa nyie si wenye kutuhitajia sisi kwa amri zetu na makatazo yetu, tarjiunaha in kuntum sadiqin, mrejesheni roho basi wewe mwenzenu ikiwa mnasema kweli hamna Mungu. Ndugu zangu katika imani, safari ya akhira ipo, na safari ya akhira inahitaji maandalizi, na hakuna muda wa kuiandaa safari ya akhira isipokuwa muda huu tuliokuwa nao katika zama za sasa. Lakini unaweza ukajiuliza kwamba wewe utaondoka, mimi nitaondoka, baba yako ataondoka ukashaondoka, mama yako ataondoka au kashaondoka. Jiulize, athari ya kuondoka baba yako ni ipi katika dunia? Au athari ya kufa wewe ni ipi katika dunia? Ndugu zangu, kufa kwako wewe au kufa kwangu mimi hakuathiri kitu chochote katika dunia. Ndugu yangu katika imani, hilo lazima ulitambue. Ukifa wewe, usifikiri kwamba serikali haitopanga bajeti zake. Ukifa wewe, usifikiri kwamba madiwani hawatokaa kikao. Ukifa wewe, wala usifikiri kwamba watu wataakhirisha harusi zao. Ukifa wewe, wala usifikiri watu wataacha kufanya miadi yao. Kama unavyoona leo sisi tumekuja Ijumaa kuswali, kuna watu wamefiwa na jamaa zao hatuwajui, dunia inaendelea na harakati zake. Ndivyo itakavyokuwa ukifa wewe au nikifa mimi. Watakaosikitika ni watu wako wa karibu. Atasikitika baba yako kwa sababu atakukosa, atasikitika mama yako, watoto wako pamoja na mkeo. Tena kusikitika kwao ni katika muda maalum, katika kitu ambacho kikitokea kinakuwa kikubwa, na kadiri siku zinavyozidi kinakuwa kidogo. Hakuna kama msiba. Msiba siku unayotokea unapiga kwa 100%, 100% maumivu yake. Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda inapungua 99, inakuja inashuka 97, inashuka 50, inashuka 40, mpaka huzuni inabaki 100%. Tujiulize, leo wangapi tulifiwa na wazazi wetu, aidha baba au mama, ukaiona dunia haifai tena, ukasema sintoweza kuishi tena mie, kafa baba, kafa mama,
unalia takriban miezi 3 mpaka 6. Hebu jiulize, ishapita miaka 2 sasa hivi. Hivi ukimkumbuka mama yako au baba yako unalia kama ulivyolia katika siku ya msiba? Basi kaa ukijua kama vile ulivyomfanyia baba yako ukalia, leo umesahau, dunia imekushughulisha ukaendelea na harakati zako, ndivyo itakavyokuwa mimi na wewe tukifa. Watoto wetu watalia kwa muda fulani, watapata baba mwingine, kama mkeo kijana ataolewa na mtu mwingine na atakuja atazaa watoto wengine, na pengine huyo atakayemuoa atakuwa mzuri kuliko wewe, utasahaulika kabisa. Jiulize, kibri yako ni nini? Kipi kinachokutia kuringa wewe? Una nini? Yuko mzungumzaji katika wazungumzaji anasema, ya man waladatka ummuka bakia wannasu hawluka yadhahakuna surura fa'amal ila la amal idha bakau nnasu yawma mautika wa anta dhahika masrura. Ya mwanadamu uliyezaliwa kutoka katika tumbo la mama yako ukiwa unalia, wannasu hawluka yadhahakuna surura, na wale watu waliomzunguka mama yako wakati unazaa walikuwa wakifurahi na kushangilia. Ushakuwa sasa, fa'amal ila la amal, fanya mambo katika mambo basi. Idha bakau nnasu yawma mautik, zama watu watakapokuwa wanalia wakati wewe unakufa, wa anta dhahikan masrura, wewe katika nafsi yako uwe unashangilia na kufurahia kwamba sasa nakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu nikiwa ni salama. Fanya amali njema, unaringa una nini? Kufa kuko pale pale. Na ndugu yangu, katika vitu vilivyoifadhaisha dunia hakuna kama kufa. Kuwa tajiri utakavyokuwa, zawadi utakayopewa ni sanda ya shuka 3, pamba utakazowekwa puani, utakazofunikwa usoni, utakazoweka katika sehemu za siri na katika pachipachi zako za mikono. Khalas, habari imekwisha. Semi-trailer zako zote utaziacha, gari zako utaziacha, majumba yako utaacha. Almautu faza dunia, hakika mauti yamekuja kuifedhesha dunia. Yuko mtu aliandika dua yenye kumpa ibra mwanadamu wa kawaida apate kujua maisha ya dunia si lolote si chochote japokuwa tunaishi ndani yake. Huyu bwana ameandika, Allahumma arhamni idha arika minni aljami' wa kathura alanim. Anasema, ya Rabbi nirehemu siku ambayo paji langu la uso litatoka majasho wakati wa kutoka roho yangu, na vipenzi vyangu watakuwa ni wenye kunililia katika wakati huo. Yawezekana kushotoni kwangu yuko baba yangu, kwenye miguu yuko mtoto wangu, huku upande wa kichwani ananifuta majasho ni mke wangu. Wakati majasho yanatoka wakati wa kutoka roho yangu, ya Rabbi hakuna mwingine katika siku hiyo ya kunirehemu ila wewe ya Rabbi, naomba huruma zako. Huyu bwana akaendelea akasema, Allahumma arhamni idha yaisa minni tabib wa baqa alayya alhabib. Mwenyezi Mungu nirehemu siku ambayo madaktari watanikatia tamaa, maspecialisti watanikatia tamaa, wakikupima respiration, unapumuaje? Wanasema kwa mfumo wa hivi anavyopumua, tukiangalia na mapigo ya moyo, sisi kama maspecialisti tunatoa 0% ya mgonjwa huyu kuweza kusurvive na kurejea katika hali ya kawaida. Kipindi hiko Ali hutamaniki tena, kipindi hiko Abdallah hutamaniki tena. Ukigeuzwa kulia unageuka, hali ya kuwa huna cha kusema. Unamtizama baba yako, unamtizama mama yako, unamtizama mkeo, unamtizama miongoni katika watu wako wa karibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekata kibri yako. Huwezi kutoa kalamu kuyaelezea yale unayokutana nayo na yale unayoona katika wakati huo. Jiulize Muislam, katika siku hii umejiandaa vipi kuweza kukabiliana nayo? Akasema, ya Rabbi hakuna mwingine wa kunirehemu katika siku hii nzito ila wewe ya Rabbi, naomba huruma zako. Huyu bwana akaendelea akasema, Allahumma arhamni idha warani turab wa wada'ni alahbab. Ya Rabbi nirehemu siku ambayo nitakuja kuwekwa katika mchanga, siku ambayo tani na tani za mchanga zitakuja juu yangu na wale vipenzi vyangu watakuwa ni wenye kuondoka. Ya Rabbi hakuna mwingine wa kunirehemu ila wewe ya Rabbi, naomba huruma zako. Na watu katika siku ya kufa, mtu ambaye hajadiriki kukutupia mchanga kwenye kaburi yako, huyu anaonekana hakupendi, hajakuzika. Mtu ambaye hajahudhuria katika mazishi yako bila ya sababu, kukupeleka makaburini, anaonekana huyu si mtu, hana ujamaa na wewe. Ili awe na mapenzi na wewe, maana yake ahudhurie. Jamii angalia, alikuja akajishughulisha kwenye mazishi ya rafiki yake na aliingia kaburini kwenda kumzika, ama kwa hakika huyu bwana anampenda sana. Hebu jiulize, mapenzi gani ya kumchukua kipenzi chako kumweka kwenye mchanga ukamfukia? Mapenzi
mapenzi gani ya kumweka mwenzako umemchimbia kaburi katikati ya jua, likianza kutoka asubuhi mpaka linazama, linapiga pale ambapo wewe umezikwa? Jiulize Muislamu, ni mapenzi ya namna gani? Tupo watu katika sisi tutakuja kuzikwa sehemu iliyokuwa jahara, iko wazi, hakuna miti, hakuna chochote, kuanzia jua linavyochomoza mpaka linapata ukali wake, mpaka linazama, linakupiga pale wakati wewe ndo umezikwa katika kaburi. Hebu tujiulize, si yetu lokuwa humu msikitini kuna madirisha lakini hayajashwa mafeni? Hebu jione kwa mazingira ya hali ya sasa, jasho unayotoka na hali ya kuwa kuko wazi, itakuwaje siku hiyo umeingizwa katika mwanandani, sehemu ambayo yenye kutosha unyayo wako, sehemu ambayo hutoweza kujitikisa, sehemu ambayo hata kutaka kujigeuza kutazama juu hutoweza? Jiulize Muislamu, kitakachokusaidia pale ni kipi? Kiburi yako iko wapi? Uzuri wako wakati huo uko wapi? Nguvu yako wakati huo uko wapi? Ufasaha wako katika kuzungumza siku hiyo utakuwa wapi? Na leo nikwambie Muislamu, thamani ya utu wako, hata hiyo kuzikwa, hazizidi siku 3. Ukishazikwa labda saa hizi saa 7 utaanza kupigana na joto la kaburini, mpaka ikifika saa jioni mwili wako ushaanza kuvimba. Utapoa baada ya kuzima jua. Kuanzia kesho saa 1 jua linaanza kuchemka, mpaka ikifika mida kama hii mwili wako unachuja maji yote yaliyokuwa katika mwili. Na kipindi hiko macho yatakuwa yashatoka, kipindi hiko ulimi ushajaa, kipindi hiko tumbo lishajaa. Ndio wewe na mimi tutakavyokuwa. Siku ya 3 kitakachofuatia ni kupasuka matumbo yako na kutoa vilivyokuwa ndani kutoka nje. Lau kama tungefaradhishwa baada ya kuwazika mayiti wetu siku 3 tukawafukue, tuwatizame jinsi walivyo, ndugu yangu Muislamu, hakuna mwanadamu ambaye angetamani kula nyama mwezi mzima au wiki kwa mnuko utakayotoka kwako na kwangu. Kiburi yako ya nini? Tutanuka sisi mnuko ambao yawezekana hata mbwa harufu yake na afadhali, kwa sababu tunaisikia kila siku kuliko harufu ya mwanadamu. Maliza miezi 6, maliza mwaka, nyama zote za mwili zitaondoka, itakayobaki ni bufulu tupu. Hapa unapojiona kwenye jicho lako litabaki tobo, hapa chini litabaki tobo, hapa kwenye pua litabaki tobo, kitakachobaki ni bichwa pamoja na sehemu ya kiwiliwili cha kiuno. Jiulize Muislamu, huko ndiko unakoelekea wewe na mimi. Kiburi yako ya nini? Jiulize, umejitangulizia kheri gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Jiulize, ukijihesabu katika nafsi yako hapo ulipo mimi na wewe, mafikio yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unayonaje? Ni mepesi au mazito? Kiburi yako iko wapi? Ndugu zangu, safari ipo, na safari inahitaji maandalizi, na wakati wa maandalizi ni sasa. Hakuna kitu kinachofedhesha ambacho Allah kakileta katika dunia hii, hakuna kitu kilichoitwa thamani dunia kama kufa. Ndugu yangu katika imani, tujiulize, kufa lazima, utakufaje? Na baada ya kufa huko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakwenda kukutana naye katika mazingira gani? Mwenyezi Mungu yathibitishe katika nafsi zetu, atujalie kuweza kufanya amali zilizokuwa njema. Ikifikia pahala wakati wa kuondoka katika dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kutamka kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wallahu tabaraka ta'ala yaqulu biqawli yahtadi mutadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi ahada al-fardi samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil khaliqati ajama wa araba wa askahum hasaba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi sadati nujaba. Amma ba'd, ya ayuha ikhwatu aiza, usikum wa usi nafsi marratan ukhra bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuambia katika Qur'ani katika sura ya 51 aya nambari 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kunifanyia ibada. Ndugu zangu, tuko katika dunia kwa muda wa masiku machache sana. Wapo baadhi yetu katika sisi Mwenyezi Mungu atawajalia kuweza kufika miaka ya 50. Wapo baadhi yetu katika sisi watafika miaka 60, na wachache miongoni mwetu watafika miaka 90 kuelekea katika 100. Lakini kwa hesabu ya kibinadamu katika mwaka wa miladia leo tuko mwaka 2021. Mwaka 2021. Na yakini ya kibinadamu kwamba miaka 100 inayokuja mbele, sisi sote tulioswali katika msikiti huu kuanzia watoto wetu mpaka sisi, miaka 100 mbele, 99.9% tutakuwa tuko makaburini. Na kama utabahatika kuweza kubaki katika dunia kwa kipindi hiko cha miaka 100, basi huzuni ya nafsi yako itakuwa kubwa zaidi kuliko ambao ulikwisha kutangulia mbele za haki mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Wale uliocheza nao katika umri wako wengi watakuwa wameondoka. Hata hawajukuu watakaokuja hawajui historia yako yoyote. Watakachokuwa wamekipata kutoka kwako ni kukurithi kwamba huyu ni babu wa babu yetu, watakurithi tu. Lakini wale jamaa zako wote uliokuwa ukinywa nao kahawa, uliokuwa ukicheza nao bao, uliokuwa ukishirikiana nao, uliokuwa ukiamiliana nao, kizazi kile chote cha kwako kimekwisha kuondoka. Lakini pia jiulize Muislamu, umri wako huo mchache unautumia vipi? Leo mtu anaweza akasema mimi nimeishi katika dunia nimekula chumvi nyingi sana. Katika umma na wakati wa sasa aliyekula chumvi nyingi anakuambia mimi na miaka 60 nimekula chumvi nyingi. Ukihesabu miaka kwa mtindo huu utajiona umeishi sana duniani hasa. Lakini miaka 60 usihesabu kama miaka 60, hesabu kwa siku moja moja. Toka umezaliwa mpaka umetimiza miaka 60, maana yake umeishi siku ngapi? Kwa mwaka wa siku 360 au mwaka wa siku 365. Mtu anayekwambia kwamba mimi nimeishi duniani miaka 60, maana yake kaishi duniani siku 21,900. Yani ukisema mimi nina miaka 60, maana yake umeishi duniani siku 21,900. Ikiwa miaka 30, maana yake ni siku 11,900, nusu yake. Ina maana katika siku hizi 11,000 za kijana wa miaka 30, mabala yote unayoyajua kashayafanya yeye. Kuwa kashaua sana, dhulma kashafanya, wake za watu kashachukua sana, na mabala mengine kadha wa kadha katika umri mdogo wa miaka 30. Sasa wewe Allah akakupa sadaka, umefika mpaka umri wa miaka 60. Jiulize, una mabadiliko yoyote uliyoyafanya? Nahnu ayaman, sisi ni masiku. Kuondoka kwa siku ndio mja kulikaribia kaburi lako. Kadri siku inavyoondoka ndio maana yake ajali yako iko karibu. Allah subhanahu wa ta'ala mauti kayaficha katika siri. Leo unaweza ukaahidiwa 100,000 Jumatatu. Angalia mwanadamu akaahidiwa 100,000 Jumatatu. Wallahi mwanadamu huyu anasema siku haziendi kwa tamaa aliyokuwa nayo ya laki. Lakini hii laki wakati anaifikiria hajui hapa katikati kuna siku 3 zinaondoka. Wakati yeye anaiwaza laki, hawazii kwamba ndio hatua yangu ya kulielekea kaburi. Enyi ndugu zangu katika imani, tumejisahau wapi juu ya mauti? Innal mauta ya'ti baghtatan, hakika mauti yanapokuja yanakuja kwa ghafla sana. Wal qabru sunduqul amal, na kaburi ndio sanduku la amal. Na wakati wa kujiandaa na mauti ndugu zangu katika imani ni wakati wa sasa. Midhali tuko hai, tunatweta, unaweza kufanya maamuzi katika wakati wa sasa. Hiki ndicho kipindi cha kujiandaa na akhira, hakuna kipindi kingine. Hapa ndio tunapata amal na kupata hesabu. Ukiingia kaburini kule kuna hesabu, hakuna amali, bali insanu ala nafsihi basira. Mwanadamu ni mwenye kuijua nafsi yake. Hapo ulipo Muislamu, tumeambiwa hasibu anfusakum kabla an tuhasabun, jihesabuni nafsi zenu kabla mjehesabiwa. Kuanzia mimi ninayetoa hutuba siku ya leo na nyinyi mnaonisikiliza, kila mmoja katika sisi kwa nafasi yake akipata wasa wa kujihesabu, wallahi unajijua
kama nikifa hapa mimi ninakwenda motoni au nikifa hapa kidogo nitakuwa na maelezo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali al-insanu ala nafsihi basira. Unajijua hapo ulipo, unajua nishazini mara ngapi, hapo ulipo unajua nishafanya dhulma mara ngapi, hapo ulipo unajua mimi swala zangu ni vidonda vitupu, Ijumaa mpaka Ijumaa, Eid mpaka Eid, Ramadhani mpaka Ramadhani. Unajijua wewe, unajijua, na mimi ninayetoa hutuba wallahi najijua. Ila sisemi mbele za watu kama vile wewe huwezi kusema mbele za watu, lakini vurugu mwenyewe ukikaa ukijihesabu unajijua kwamba mimi hapa nilipo nikifumba jicho mbele ya Allah sina salama, au nikifumba jicho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hesabu yangu itakuwa nyepesi. Bali linsanu ala nafsihi basira. Ndugu zangu, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, masiku tunaoishi katika dunia ni machache sana, na katika masiku haya tunahitaji kufanya khairi nyingi ili tukutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nafsi zetu zikiwa salama. Na dalili hizo utazikuta Allah amesema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiruhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Wale ambao waliosema Mwenyezi Mungu ni Mola wetu kisha wakawa na msimamo, Allah anasema tatanazzalu alayhimul malaika, Mwenyezi Mungu atawateremshia malaika wakati roho inatoka, watawaambia nini? Alla takhafu, ewe fulani bin fulani, wewe usiwe na hofu katika siku ya leo, wala tahzanu, wala usiwe na huzuni katika siku ya leo, wa abshiruhu bil jannati allati kuntum tu'adun, na ujibashirie kwamba leo unakwenda katika pepo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi. Mwenyezi Mungu atufanye tuwe miongoni katika hao. Ndio wachache katika watu unawapata wanadiriki wakati roho inatoka kuweza kusema shahadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Na mtume amechukua dhamana, amesema man qala la ilaha illa Allah akhiru kalamihi dakhala aljanna. Yoyote mwenye uwezo wa kusema la ilaha illa Allah wakati roho inatoka, huyo moja kwa moja mimi namchukulia dhamana anakwenda peponi. Shahada inaandaliwa sasa. Kutamka shahada wakati wa kutoka roho kunaanza sasa. Moyo wako unaanza kuutengeneza sasa. Dumu katika adhkari, sikiliza Qur'ani, sikiliza mawaidha. Ukiweka nyimbo nyingi, ukaweka mpira sana kuliko Allah, ukapenda timu yako kuliko Allah, wallahi Muislamu sio jambo la ajabu. Watu wanakulakinia shahada, wewe ukaona yasema ya hovyo. Na haya yanazungumza nikiwa katika mimbari wa Islamu. Yatakuja kuwa maneno haya shahidi siku ya kiyama. Nishawahi kuona mtu anatoleshwa shahada, analakiniwa shahadu la ilaha illa Allah shahadu anna Muhammadar Rasulullah, yanamtoka matusi mazito, anawatukana wale wanaomlakinia shahada, na yuko katika sakaratil maut. Ukiangalia vipi asili ya maisha yake ndiyo yalikuwa hivyo. Kwa hiyo moyo imeubeba kile unachokipenda wakati wa kutoka roho, ndio maana imeitwa sakaratul maut, yani maana yake ni kilevi cha umauti. Hutumia akili kipindi ambacho uko katika sakaratil maut. Mawasiliano baina ya akili na mdomo hayapo tena, yanabaki mawasiliano baina ya mdomo na moyo. Kile ulichokijaza kwenye moyo ndicho utakachokitamka wakati unatoka roho. Kama ulikuwa wewe unajisifu, mimi kazi yangu nafanya stendi, kwa hiyo mimi kazi yangu kutukana, nafanya kazi sokoni, nabeba mizigo mizito, kazi yako kushinda kwenye bao kuzungumza maneno ya hovyo, hiki ndicho kinaujaza nafsi. Usishangae watu wanakulakinia shahada, wewe ukawa unasema naomba mzungu wa 4. Watu wanakulakinia shahada, wewe ukawa unaanza kucheza mambo ya bao, kala nyumba katakata karudi wapi. Watu wanakulakinia shahada, wewe yamekuja matusi, kwa sababu ndicho kilichoujaza moyo wako. Ukidumu kwa adhkari kumtaja Allah, moyo wako utamshiba Allah. Wakati umeingia katika sakaratul maut, utakumbuka shahadu an la ilaha illa Allah wa shahadu anna Muhammadar Rasulullah. Mwenyezi Mungu atufanye kuwa miongoni katika hao tutakaotoka roho inshallah, tuweze kutamka shahada tukufu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضيت عن ابات الخلفاء الراشدين امير من سيدنا بكر الصديق وامير من سيدنا عمر بن الخطاب وامير من سيدنا عثمان بن عفان وامير من سيدنا علي بن ابي طالب وكل صحابه رسول الله اجمعين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت فشئت انك على ما تشاء قدير. اللهم احينا على كلمه التوحيد وامتنا على كلمه التوحيد واحشرنا على كلمه التوحيد برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.